Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Waheshimiwa mapadri wa parokia Mtakatifu Stefano Shahidi Machowera pamoja na kijana wetu Padre Joseph, wapendwa madhikari wa watawa, Padre Yeremia Bahati pamoja na Padre Innocent Bahati, wapendwa mapadri wote tunaosali pamoja, wapendwa waseminaristi, wapendwa watawa wote wa kiume na wa kike mlioko hapa, wapendwa vijana wetu wa vyombo vya habari na wengine wote ni mapenzi mema tunaosali pamoja Jumapili ya 5 ya mwaka pamoja na sherehe ya watawa tarehe 2 mwezi wa 2. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote ni vizuri kusema kwa kweli mnapendeza. Mtu kidogo altarini akiangalia wewe, geuza macho upande wa kulia, geuza kushoto, nenda nyuma, nenda huku, yaani kwa kweli mnapendeza. Kwa Katoliki Moshi. Nasema ni gani? Nasema gani? Kwa Katoliki Moshi. Bwana tuulize jamani, wapo na Arusha na Wasame au ni wa ipo Katoliki Moshi tu? Ongezeni kwa kweli. Lakini kwa taarifa yenu, tunavyofahamu jimbo la Moshi na watawa, mjue jimbo la Moshi basi tulivyobarikiwa, lakini kwa jinsi ambavyo wakati mwingine hatujitokezi hata nusu wako hapa, hata nusu hawapo. Yaani ni sawa tu wamekuja wanaowakilishi, yaani wakitokea na wakilishi tu tayari inatosha. Heshima kwa kweli. Leo ni wakilishi tu, lakini kanisa limejaa vizuri, linapendeza. Hongereni sana. Ndugu zangu watawa na wanafunzi wa utawa, ni siku yetu watawa kushukuru Mungu kwa kutegemeza tangu tulipokutana mwaka jana. Tulikutana mwaka jana tarehe za mwanzo kama hizi, na leo Mungu ameturudisha tena kwa sababu ya upendo wake alionao kwetu sisi. Ni siku ya kumshukuru kwa makutano haya, lakini pia ni siku ya kushukuru Mungu kwa kutuita katika wito huu mtakatifu, katika wito wa maisha ya wafu. Tunapokaa kwenye haya maisha, tunaweza kuna wakati mwingine, pamoja pia na kwamba tuko kwenye maofisi na shughuli mbalimbali, tukaelekea kupoteza dira na mwelekeo. Tunafikiri sisi ni watu wa kawaida tu, sisi ni watu wa pekee sana. Yaani ametuita katika wito huu mtakatifu, wito wa wafu. Si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua nyinyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Yohani 15:16. Hili andiko kama hili ni lazima ling'ae katika mioyo yetu, katika sala zetu na utume wetu wa kila siku, katika safari yetu ya maisha. Ing'ae, maana ndio ukweli unaotawala maisha yetu. Tuko kwenye wito huu si kwa sababu tumelichagua au tulichaguliwa. Never. Hatukuchaguliwa na watu. Si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua nyinyi, nami nikawaweka.
mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, yakae, yainjilishe, yatoe umisionari huko, watu wengine wamtambue Mungu. Hayo ndugu zangu, leo ni siku ya kumshukuru Mungu na kufufua tena ukweli huo ambao unapiga chapa katika maisha ya kila padri, ya kila mtawa. We are not of ourselves. We are not of ourselves. And we have not decided to be what we are. Never. And no one has been so concerned, no person has been so concerned to make us what we are, or to bring us to the vocation in which we find ourselves. Never. It is God Himself. It is Jesus Himself. Tumpe Mungu sifa na utukufu. Sisi wakati mwingine tunajiona ni watu wa kawaida tu, lakini sasa tunapoingia katika maisha ya upadri, maisha ya wakfu, pale kuna mambo yeye mwenyewe, kama tunarudi kwa nabii Yeremia, yeye mwenyewe kabla hata hajaumbwa ameshatuona, kabla hajachukuliwa mimba ameshatuona. Kwa hiyo ni vizuri pia katika maisha yetu ya kila siku, katika sala zetu, katika utume wetu, katika mafungo yetu, tujikumbushe sisi ni wanani kweli? Mimi ni nani? Nimekuwaje nikajikuta niko katika hali hii, niko hapa? Ndugu zangu, leo ni siku ya kumshukuru Mungu sana. 2026 tuko, hatukujileta wenyewe, tumeletwa na mwenye mali, na tuko mpaka leo, pamoja na changamoto zote tunazokutana nazo huko za binafsi, za kwenye maisha yetu, tunapoishi kwenye makambi mbalimbali, lakini tuko, ni yeye anatutegemeza, tuko na ametuweka, Mwenyezi Mungu ametuweka kwa matarajio yake ya kuzaa matunda mema, matarajio ya kuzaa matunda mema. Na hapo tunaadhimisha Jumapili ya leo, lakini tunaadhimisha masomo ya tarehe 2, yote yanakutana, yote yanazungumzia juu ya mwanga. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni mwanga wa mataifa. Matarajio yanayotarajiwa kwetu, matarajio makuu ya wito wetu ni kuwa faraja, ni kuleta faraja mahali popote tulipo, ni kuwa mwanga, ni kuwa nuru, ni kuwa mshumaa unaowaka mahali popote. Hata kwenye giza kuwa namna gani, hata kwenye giza kuwa namna gani, anasema mshumaa mmoja unaowaka ni afadhali kuliko giza nene. Tuwe mshumaa unaowaka. Hii sikukuu inaitwa sikukuu ya mwanga, sikukuu ya mwanga, yaani inatangaza kwamba Kristo ni mwanga, na sisi wafuasi wake ni lazima tubebe huo mwanga na ung'ae, ili kwamba na watu wengine waweze kuona huo mwanga na watutamani. Naona katika Injili ya leo tumesikia kwamba Mzee Simoni alikuwa mtu wa haki, alikuwa mtu mcha Mungu, alitarajia faraja ya Israeli. Faraja maana unajua Israeli ilifikia mahali ikawa ni mahali pa matatizo tu, mahali ambapo hakuna Mungu rais, mahali ambapo hakuna Yesu, ni shida kubwa tu. Alikuwa na matatizo makubwa, hakuna amani kule, hakuna umoja, hakuna masikilizano, hakuna kujadiliana, hakuna maisha ya kifamilia, kila mmoja anaishi kwake. Basi faraja ya Israeli ilikuwa inangojewa sana. Faraja ilikuwa inangojewa kutoka kwa Masia ambaye alikuwa amesemwa sana katika Agano la Kale. Na sasa tunapomsikia Simoni na huyu Ana binti Fanueli, ni watu wale kwenye Agano la Kale wanaitwa ni poor of the Lord, yaani
ni maskini wa Mungu. The poor of the Lord. Walikuwa wanaishi tu kwa Mungu, yaani wao ni Mungu tu. Wewe mwambie kwamba kuna tatizo, kuna mvua kubwa sana, yeye ni Mungu tu. Hakuna chakula kabisa anasema, lakini tunajua Mungu lazima tu atimize mambo yake. Mungu ni Mungu wa ndani. Kwa hiyo katika mahangaiko yote watu wanapokata tamaa wao wanamkazia Mungu macho na mioyo yao yote iko kwa Mungu. Wanasema iwezekani Mungu akaenda kinyume na maagano yake, atayatimiza tu, tutapata tu faraja ya Israeli. Masiha atakuja tu, amaidiwa tangu kwenye vitabu vya mababu. Kwa nini asitokee? Kwa hiyo hawa ni wale ambao hawakupoteza dira, hawakupoteza mwelekeo. Masiha atakuja tu. Sasa hawa Simoni ambaye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu katika sala zake. Unajua watu wa sala ni watu wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu na sala kwenye sala maeneo ya Roho Mtakatifu. The Holy Spirit is the spirit of prayer. Yaani watu wanaosali waogope sana ni watu wa Roho Mtakatifu. Ndio kusali zake, ndio makando yake. Yesu anaposali, Yesu anapobatizwa, alafu anasali, akiwa kwenye sala ndio nakuja kulengo alama ya Roho Mtakatifu. Pia kila nani? Ya Yesu. Akiwa kwenye nini? Kwa hiyo sasa tunasema ubiri. Sisi kama wale watu tunajua wanasema siku hizi kuna haya kuna haya vitu ya nyeti ambayo tunaita vitu vya mashetani. Ni ambayo tunaita mashetani. Primaso anasema unajua hata kanisani hapo, lakini hapa ninaweza kusema ni parasita kuna primaso. Lakini primaso wako hata makanisani siku hizi. Yaani naweza kutana vijana wazuri tu wamevaa suti kabisa wao pale wanakuta kutu, lakini primaso. Sasa wanasema primaso kitu ambacho wanaleta kwenye kanisa Katoliki yetu wametupa dawa huku. Wanataka kwamba wakamate kanisa Katoliki, wanataka vitu viwili. Sasa mjadala sana, naweza kusema ni ngumu. Yaani mjadala sana, wanasema vitu viwili. Neno la Mungu linaposoma wasisikie kitu. Wako tu hivi. Tuje kwenye ukweli. Tuje kwenye ukweli. Mungu hapa sasa hivi tuulize mafani. Askofu mtafahamu, sisi nimeandaa yote. Maandayo tangu jana. Hapa nimeanza pale hapa. Somo la kwanza limetoka kitabu gani baba? Mwendeleo anasema niende. Yaani hapa chochote. Ukienda kwa seminari, somo la kwanza niende. Ukienda kwa maktaba niende. Ukienda kule niende. Amekamata. Kweli. Sasa usiseme ni uongo. Wanasema wametupa, unalemewa, wamekuja ndani wakatupa kwenye kanisa Katoliki. Wakati masomo yanaposomwa walale. Watu wamekuwa lale. Kweli na kitu hicho tunaongea, lakini kuta watu wamelala. Wamekuta kanisani vizuri kabisa. Sauti kabisa ni hakuna mtu. Ni yajua kama mafadi walikuwa wana sauti nzuri tu. Inatoka mpaka kule nje hata bila ile kipaza sauti, lakini kwa kweli wako hivi. Tena mambo nyeupe na kwa nyingine. Kweli. Sikasema njoo kwenye mahubiri. Mbaya zaidi kwenye mahubiri. Wametupa lipewa hilo. Sijui atakasani mpira ambayo unaiwa chafu. Wanaweza kuja hata usiku wanatupa huko ndani. Sisi tunapoingia tunakamata na lolote. Watu wasikilize mahubiri. Kweli au uongo? Watu hapo ni mahubiri kabisa. Yaani watu wanasema mapaji ya mahubiri vizuri. Mahubiri vizuri. Ukimuuliza ni mgani hapa ukimwuliza anasema kwa kweli nimekaa nikakaba maaskofu kusikiliza. Anakwambia maaskofu na kushukuru mahubiri vizuri sana. Mahubiri vitu gani nimesikia? Yaani kwa kweli umehubiri kwa mahubiri yetu. Naomba uniambie kitu gani hasa kimekuza moyo wako? Ni kitu gani hasa kimekuza moyo wako? Yaani Yesu wangu, niseme nini? Yaani hakuna chochote hawezi kusema kwa
nilisema kwamba sisi tulisema kulikoti Injili ya Mtakatifu Yohana sura ya 15 mstari wa 16 kwamba Yesu anasema si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua. Ukarudia sana kwa maaskofu na ukasema pia, kwa kweli sisi watawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu peke yake ametuchagua. Sisi watu wa wakfu ni peke yake hawezi ikana hawezi. Yaani takwambia kama ulini kwa ulini ukauliza. Sasa na hii kwa hivyo sikileni kwa usikia. Sasa yule mzee alikuwa amengojea faraja ya Israeli kwa sababu mtoto na kuja kule. Na kweli wazazi wa Yesu Maria na Yosefu walipomleta Yesu pale hekaluni, mara tu alipoingia sasa Simoni akamkamata akamkolea mikononi. Kule hekaluni yeye mwenyewe mara moja akasikia kumbe huyu ndiye Masia. Yaani mwili wake wote ushituka, alimkamata Mungu. Ndiyo akashtuka pale, akaanza kusema, Bwana umruhusu mtumishi wako aende kwa amani, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu uliowekea tayari watu wa Israeli. Wokovu, najua wokovu wetu uko kwa nani? Wokovu wetu sisi watu wa Agano Jipya uko katika Yesu. Yesu ndiye ukombozi wetu na wokovu wetu. Katika sinodi tunazungumza sana Yesu. Tunaposema kwamba ni uchungaji, katika uchungaji tuna Yesu anakuja kufanya nini? Anakuja kutuletea ukombozi na wokovu. Hapo sasa kuna masomo sisi kuingia huko. Anakuja kutuletea ukombozi kwa sababu kweli tunajua hata kuingia hapo sana tumekamatwa, hatuna habari. Sasa tumekamatwa na vitu mbalimbali, hatuna ukombozi. Tunapaswa kuokolewa na Yesu. Yesu ndiye anakuja kutukomboa. Ndio tunakuja kwenye wokovu. Wokovu ni neema ya Mungu. Ukombozi ni kama vile unavyokuwa unasumbuliwa na vita, unasumbuliwa sana na hiyo tamaa ya kwenda daima kwa watu, ya kwenda daima kwenda kuuliza huko kwa ushirikina huko, sio nyingi sasa tunafikia pengine huko nje yaani kama huko parokiani unakuta mtu anasumbuliwa sana na hasira, anasumbuliwa sana na hiyo hamu ya kwenda daima kuuliza ni kwa nini mtoto wangu hashindi, anapoteza pesa nyingi sana huko anaikama. Sasa Yesu anasema Mwenyezi Mungu vile Baba anasema nimeuona wokovu wa Israeli, Masia. Yaani pale anamuona Masia. Anasema nimeshamkamata Masia mikononi mwangu. Nimeuona wokovu uliowekea watu wako tayari. Nimeukamata. Yesu ndiye wokovu wetu. Yesu ndiyo dhamana yetu ya juu kabisa. Yesu ndiyo lile ambalo tunalotamani tulifikie kwa juhudi zote kabisa. Amesema nuru ya kuangaza, anaendelea kuchambua. Yaani amepata ile faraja, amekamata mikononi mwake, amekamata ile faraja, amekamata wokovu mikononi mwake, amekamata mwanga, amekamata nuru. Nasema nuru ya kuwa mwangaza kwa watu wote. Nuru ya kuwa mwangaza kwa watu wote. Huyo ndio Masia. Huyo ndio Yesu. Ni faraja ya watu. Yesu ni faraja. Yesu ni mwanga. Yesu anawainua watu, wanaona mambo, anaondoa kwenye magiza. Anawaletea ujasiri wa kuonyesha Mungu ambaye ni mwanga. Anawaonyesha nuru. Sasa pale kuna kazi kubwa sana sasa tunapogeukia hapo sisi. Maana unaona hata kwenye Injili ya leo inazungumzia hivyo. Iko kwenye Mathayo, pamoja kwenye Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 13 mpaka 16. Na hapa tunapozungumzia juu ya mwanga na nuru iko kwa Mzee Simoni ni jambo hilo. Amesema Yesu ni mwanga. Yesu ni wokovu wetu. Yesu ni faraja yetu. Faraja ni kitu ambacho yaani kinasema sana. Faraja kimebeba furaha, kimebeba utulivu huko ndani, kimebeba amani, kimebeba upole, kimebeba kujaliwa, yaani faraja. Naposema
kwa kweli, yani nimepata faraja, kwamba umefika. Ni kitu kizito, msamiati mzito sana. Kwa hiyo anaposema hataondoka kabla hajaona faraja ya Israeli, Masiha, wokovu wa Israeli, yule atakayeondoa giza, atakayeondoa mahangaiko yote, awaweke watu katika uhuru na katika hali ya uwepesi, waweze kumwona Mungu, wakombolewe, waone wokovu wa Mungu. Sasa ndugu zangu, watawa, nimesema mategemeo yetu makubwa ni yapi? Ni hiyo, baada ya kuona jinsi ambavyo tumependelewa, ni hali hiyo ya kuwa faraja, mwanga, nuru, mshumaa unaowaka hata katika giza la namna gani. Mtawa akiwa pale, kila palipo na mtawa, kila palipo na furaha. Sasa hapo pia muwe careful, kwa sababu there is no joy if you are not in communion in the real sense of the word. Kama ukiunganisha na Kristo kabisa, hakuna hata furaha. Ndio unaona hata kwenye majumuiya yetu kila wakati, wengine siku anaziba siku nzima, wengine wanasalimia tusije Yesu Kristo. Mwana msumbue. Habari za leo sister msumbue. Habari za leo kama siku za Yesu. Hapo hakuna hiyo furaha mnayosema, kwa sababu nasema vizuri. However, when we come to our houses, when we come to our community, that furaha is not there, because Jesus is not, yani Yesu hayuko kwenye, yani hawaki kwenye hiyo dunia, kwenye hao watu. Hani kila mmoja anapata chakula chake hapo kidogo, mwingine analia hapo kwenye kuangalia televisheni, mwingine analia hapo kwenye kitanda chake, mwingine analia hapo nje. What's a community? Hiyo kweli na Yesu. Sasa muangalie, tunaposema kila palipo na mtawa, hatuwezi kuwa na furaha kweli kama Yesu hayupo. Yesu ndiye furaha yenyewe. Na ndio tunayotaka itawale mioyo yetu, na itawale dunia zetu, na itawale kanisa. Sasa tarajio letu, faraja ni kitu ambacho kimebeba msamiati mkubwa sana. Furaha, matumaini, uhuru, na ile faraja imekuja. Kwa hiyo ndugu zangu, ni askofu jimbo anapokwenda kuomba watawa mahali popote, wawe ni wa kiume au wa kike, yaani anachokitafuta najua, because kwa sababu kwa kweli watawa tangu zamani kabisa, Baba Mtakatifu anapompeleka mtawa mahali, awe ni padri wa jimbo anampeleka kwenda kuwa askofu, anampeleka mtawa kwenda kusaidia mahali, anamwambia nakuomba uende pale, can you, my dear son, my dear daughter, can you go there to save the situation? Go and save the situation there in the name of Jesus and in the name of me. We are going down. Nenda pale ukaokoe jamasi. Yesu anateremka na kanisa linateremka. Na iko hivyo mpaka leo. Maaskofu wanapoomba watawa, na kimsingi ningeomba mwelewe pia, mama wakuu, sijui kama wako hapa, yaani watawa wanaombwa na askofu jimbo mahali popote. Kwa hiyo mama wakuu, msiwe rahisi hivi, na maprovinsiale msiwe rahisi hivi kutoa tu masista, sijui kati amekuja hapo Jeremia ninaendelea kwa askofu anajipa mzuri sana amejenga, na masista anataka wakasaidia pale Zingatini kufundisha dini na kwenda kwenye kwenda mdogo za Kristo. Never. Jeremia has got no authority. Matawa wote wa kiume na wa kike, they are entrusted to the bishop. Chochote kikitokea kwa mtawa, askofu alipo atalipo Baba Mtakatifu. Na Baba Mtakatifu hata hangaika na Padre Jeremia. Ninaomba mweke afu, kwa sababu pia mapadri wengi hawafahamu hata kama utaratibu. Naweza kuta ameleta masista, mmoja na mama mkuu akalipa. Mama mkuu amekupa. Ili mama mkuu kweli, inawezekana. Mama mkuu atakabidhi na mashetani ya kikurafulia tu wanasoma masista.
kuna kitu ambacho kimenishutua sana nikiwa pale. Mimi nilikuwa msaidizi wa mkuu wa shirika. Amekuja baba askofu mmoja. Saa 2 amepiga hodi pale kwenye nyumba kuu. Anakuja akasema nimekuja kuomba fani kwa sababu pale kwenye hospitali yangu kuna shida baba mkuu, na kuomba tu baba jenerali, pale kuna shida na kuomba tu nisaidie. Kuna shida ambayo kwa kweli yani inadorosha, yani pale tu kwenye ile hospitali kuna mambo yanayoendelea hapo. Ninaomba tu padri akae pale katikati, naomba tu padri akae pale katikati, na mimi padri akiwa pale uchafu utatoka pale. Sasa kwa shirika sasa kama kawaida ilivyo kwa kweli, yani personeli haitoshi. Yani baba askofu namueleza mtu, yani kwa kweli, yani nakupenda sana, unafahamu nikusaidia, lakini haiwezekani, hatuna mtu kabisa. Namwambia baba nakuomba, baba jenerali nakuomba tu, askofu anataka kwenda magotini, yani ampigie kapali yetu. Nikamkamata hivi, nikamwambia baba askofu, nikamwambia naomba tafadhali usifanye, naomba usimame tumwinue askofu. Askofu anaingia magotini ampate padri. Unaona, yani anapofikia hapo amekamatwa. Yani the situation is worse. Lakini nao angalia confidence alionayo kwa mtao. Padri akiwa pale hospitali, ule uchafu unaoendelea pale, ile mtakataka ambayo inaendelea pale yatatoka. Imani kubwa askofu anafikia mahali eti kapali, yani padri, na askofu ni mtu mkubwa sana. So a very special Kristo. Ni kanisa la maadili. Kristo amemkabidhi watoto wake. Kwa hiyo sasa kama ndio askofu ambaye ni mkali, yani ombeni aje askofu ambaye sasa yani walau, lakini askofu si mtu kupiga magoti. Who are you? Yani kabla askofu wako ndiye mbona akuwe upali, amekuganjia upali. Kwa sababu hii mabadi ya upali ni askofu. Askofu ndiye mwenye upali wote. Sasa ameshirikisha. Yaani mmoja kinaambia pia lakini tena mtu kwa umpatie nini? Sasa lakini muone tu trust. Yaani kitu hicho kimenishutua. Na nimeongea na mabadi mara nyingi, nimeongea na watawa mara nyingi katika retreat, yaani ukuu wenu na jinsi mnavyodhaminiwa. Askofu anapiga magoti kwa mkuu wa shirika kapadri ambacho amekipa upadri, eti anamuomba padri. Yani angekitoa mwambie kwamba kama baba jenerali, kama haiwezekani basi mimi nakuacha tu na amani, lakini kwa kweli ujue ni mwamka, yani nimeshafanya safari, nimesafiri siku 2, na niliposikia kwamba huko nyumbani nikakuta baba, lakini kwa ajili alipiga magoti. Nikamwambia hapa jenerali, na wewe acha kuzungumza. Kwanza tumwambie baba askofu hapa. Yaani tukamwambia tu. Nikamwambia lazima tutoe pale. No way. Tukamwambia baba askofu tunakupa pale baba, twende mezani tupane chai. Ilikuwa saa 2 asubuhi. Ametuambia. Sasa kaona ilikuwa nini? Yaani ndivyo ilivyo. Tunahangaika. Sio hapa kuna makonsolata. Mimi kwa askofu kijana, yaani jimbo langu kwa kweli nimeingia, yaani halina watu. Nimelala pale kwenye nyumba ya konsolata. Mungu hapa. Nikaomba mkuu wa shirika, nikampigia na magoti, nikamwambia kwa kweli unisaidie tu kule kama ni pakavu. Nikakaa pale siku 2, niente, amekulipa. Sio kama lakini yaani unahangaika upate watawa, maana unaamini kwamba ukiwapata kwa sababu ya hiyo spirituality yao, ya umoja wao na Mungu, ya uamfu wao, kweli pale patabadilika. Kwa hiyo sasa ni vizuri mfahamu kwa sababu tena na sisi hatukamilika yaani sasa unapeleka tena pale shuleni, pale parokiani, pale kwenye ile kituo cha faraja, pale kwenye nini. Sasa baadaye kidogo tu askofu anapata hiyo mabarua unaandikiwa barua imepigwa
anasema bali wangu, anasema mtawa wangu. Inakuwaje mpaka iwe hivyo? Ni lazima na sisi tujiangalie, tujue sisi ni wanani. Sisi ni wanani? Tunapelekwa, tuko faraja, tuko mwanga, tuko nuru na tuko mshumaa unaowaka. Na mahali popote tunapopelekwa, matarajio ya wale wanaotuomba, iwe ni maaskofu, iwe ni mama wakuu tena wameomba shirika moja likaendelea likazalisha shirika lingine, yaani kwa kweli, yaani wako hapo pale tulipo, kwa sababu ya huu karibu wa watu na Yesu. Wataenda mwaga Yesu pale, watamwaga Yesu pale kwenye kile kituo, kwenye ile shule, kwenye hiyo ofisi ya fedha ambayo imenitesa hivi, watamwaga hapo. Nakaa tena wanasema sasa hapo maaskofu atakuja wapi? Ni lazima kusimama katika matarajio. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie neema kusimama imara katika matarajio ya kwamba sisi ni watu wa kupeleka faraja, mwanga, nuru, mshumaa kwenye giza nene kabisa, mshumaa mmoja wake walau. Sasa mnaona naona yaani natokea mahali unakuta padri ni paroko, lakini askofu amempa hapo tena. Sasa simdawa yuko mahali ni mwema. Sasa yule tunamshukuru Yesu, ni yule mwema, walau ana kidogo hapo, yaani askofu anampa